Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki kwa video nyingine, video ambaye inasikitisha sana kwa waandishi wa habari wa Gaza. Kipindi hiki cha vita kati ya Hamas na Israeli. Unaona hao waandishi wa habari walikuwa ni watu ambao walijituma kwa kutumikia nchi yao, kwa kufanya vovote, kwa hali yoyote. Lakini leo imetokea huyu mwandishi wa habari alikufa akiwa anatoa kauli yake ya mwisho. Hiyo ndio ilikuwa kauli yake ya mwisho. Alikuwa anaongea, alikuwa anasema nawatakia wa ndugu zangu wa Palestine, Mungu awape amani, na ninategemea ipo siku hii amani itarudi. Ile siku yeye alikuwa anauliwa kama kesho ndio walikuwa wanasema wanaenda kukaa mkutano wa kusuluhisha hii vita. Lakini ipo wapi? Leo watu wengi wanahuzunika, wanalia kwa sababu yake yeye. Waandishi wa habari wote wanaongelea kuhusu yeye kwa sababu alikuwa ni mwandishi wa habari kama yeye, na aliongelea kuhusu kifo chake. Wanasema kama kifo chake alikiona, kwa sababu alisema inawezekana mimi nisiwe niko hai kipindi hiki mnachokiona, lakini nataka kuwaambia wa ndugu zangu wa Palestine, muwe na subra. Sana waandishi wa habari, muwe na subra. Najua mnaandamwa, watu wanawaandama, hamtakikani mtangaze, lakini msikate tamaa. Endeleeni kutangaza, endeleeni kusema ukweli mnaoona kwenye macho yenu, kwa sababu hii ndio haki inayowahitaji nyinyi muitoe nje. Mkinyamaza hakuna mtu atakuja kutangaza hii haki. Na ilikuwa ni kweli, kwa sababu kipindi walikuwa yeye alikuwa anaongea maneno kama hayo, watu walikuwa wanajipanga kwenda kusuluhisha hii kesi ya Israeli na Hamas. Lakini yeye amekufa. Iliwahuzunisha watu wengi sana, ambaye mpaka sasa hivi wanaongelea na watu wanalia kweli kweli. Kwa sababu gani? Ni kijana wao alikuwa anatumika, na pale Palestine nakwambia kulikufa waandishi wa habari sio wachache. Na mpaka kwa leo sasa hivi ninavyoongea na wewe, kuna sehemu ambazo Waisraeli bado wanakataa waandishi wa habari wasiende. Na hata hivyo Israeli yenyewe watu wanasema wameondoka. Israeli wameondoka, wametoka tu nje ya Gaza, lakini bado wana control ile Palestine, ipo chini ya mikononi mwao. Ndio maana wanasema sisi ndio tunaiangalia Israeli, atakayeingia na atakayetoka, na chochote kitakachofanyika lazima kiwe chini yetu. Hakuna chochote kitakachofanyika ambacho sisi hatujakikubali. Unanielewa nadhani? Yani wanasema chochote kitakachofanyika ndani ya Palestine ni kitu sisi tumekiruhusu, lakini wa Palestine hawana uwezo wafanye chochote kwa maamuzi yao wenyewe. Ina maana bado Palestine haina uhuru. Licha tunasema wamepata uhuru, wamerudi majumbani kwao, lakini wapo pale pale. Ni sawa na ile jela, upo ndani ya jela lakini ipo juu wazi. Sasa wao wameweka ile jela yao ya juu iko wazi. Unaweza kutembea ndani, unaweza kukaa vizuri, lakini wapi? Kwa sababu kama wanakuambia atakayeingia ndani ya Palestine lazima sisi tumkague, atakayetoka ndani ya Palestine lazima sisi tumkague. Sasa wana uhuru gani leo wa Palestine wamepata? Ina maana hajapata uhuru. Mlimwona Rais Donald Trump alivyokuwa anavyoongea. Mliona Mahmoud Abbas, rais wa Palestine, yeye mwenyewe amelala. Mimi naweza nikasema amelala, kwa sababu itakuwaje wewe una serikali na serikali yako unashindwa kutetea wananchi wako, unashindwa kujituma? Haya, Hamas ni watu wabaya, wachukulie hivyo kama walivyoiweka wenyewe. Hamas ni watu wabaya, sawa. Sasa katika hao watu wazuri unaowaona hawa ndio wazuri kwako, si uongee nao? Yes, anaona Israeli ndio wazuri kwake, ndio. Sasa kama Israeli ni wazuri kwake, aongee nao, awaambie bwana, hivi mnavyofanya sio vizuri, sijapenda, sitaki watu wangu wamfanye hivi. Hivyo ndio inavyohitaji. Lakini ikiwa umenyamaza, huongei, afu watu wanasema bwana, hii ni serikali ya Mahmoud Abbas, na Mahmoud Abbas yenyewe haongei. Waandishi wa habari wameuliwa wangapi? Hospitali ngapi zimevunjwa? Mashule mangapi yamevunjwa? Misikiti mingapi imevunjwa? Na inafanywa na nani? Waisraeli. Na kwa sasa hivi hata tena bado wameshika vile vile, licha tu wametoka nje ya mji. Wametoka nje ya mji, lakini wanaangalia anaingia na anayetoka.
So ina maana wa Palestine bado wapo chini ya Israeli. Baada hawajapata ule uhuru, tuseme leo wa Palestine wamepata uhuru, wanaweza kufanya chochote, wanaweza kaenda popote, wanaweza hamna. Bado wapo chini ya Israeli. Israeli ndiye anayewapeleka. Akiwaambia mkae lazima wakae. Israeli akiwaambia msimame lazima wasimame. Lakini wao wenyewe hawezi kufanya chochote. Sasa kama maisha yao yamekuwa ni maisha aina kama hayo, unafikiri wana maisha aina gani? Hana maisha mazuri. Ni maisha ambayo watu wanayakimbia. Saa zote ukiwa unaishi maisha kama hayo, unakuwa huna uhuru. Unakuwa maisha yako kila saa unategemea mtu tu bana, atakufanyaje, utafanyaje, utatokea wapi, utaenda wapi. Ndio hayo maisha sasa hivi wanaoishi wa Palestine. Hawana uhuru na maisha yao. Hawana kazi. Sasa hivi wamerudi kwenye majumba yao. Wanafanya biashara zao, tuseme waanze kufungua biashara, waanze kufanya kila kitu kama watu wengine. Wana nini cha kutengeneza? Umeona zile nyumba zimechanganywa na chini. Hakuna cha biashara, hakuna mashule, hakuna hospitali, hakuna chochote. Na serikali ndio ile unayoona ya Mahmoud Abbas, na anakuambia anaenda Egypt kwenda kupeana mikono na Netanyahu. Mimi nashindwa kuelewa kuna nini Mahmoud Abbas anaenda kukutana na Netanyahu kwenda kupeana mikono. Okay, ni rais wa nchi anatafuta amani. Lakini jenga amani ya watu wako. Watu wake wale wa Palestine wanamhitaji sana. Yani aanze kujenga, aanze kutengeneza kila kitu. Kwa sababu wale watu sasa hivi wametoka kwenye vita. Hata washachanganyikiwa. Mtu unamkuta hana mama, mtoto. Unamkuta mtoto hana mama, hana baba, hana ndugu, wote kabakia peke yake. Unakuta wamama wajane wameachiwa watoto, mume amekufa. Sasa maisha wanaoyaishi ndio yale pale. So maisha sasa hivi tunaanza kufikiria aende kusuluhishana na Mwisraeli. Hakuna cha kusuluhishana na Mwisraeli. Wewe na Mwisraeli mmeshiana hapo. Vita imepigana, imeisha. Haya, fantashuru fil ardhi. Kila mtu akimbie kwenye ardhi yake. Lakini sio tena ukatazwe uhuru kama wanavyofanya sasa hivi Waisraeli. Unajua Waisraeli sasa hivi kuna sehemu ambazo hata wa Palestine hawezi kusherekea kwa kupata uhuru. Wakiwaona wanawavamia. Wa Palestine walikuwa wamefungwa na Israeli. Kama wewe unaenda pale, unaenda kuchukua mtu wako, ndugu yako au familia yako, usiku unavamiwa na jeshi la Israeli, ninakwambia hakuna kusherekea na hakuna kuongea, na maneno yoyote atakayokuja kuyasema hapa kwenu, mkiatoa nje sisi tutayasikia, na tukishayasikia mtatukoma. Yani watu wanafuata majumbani kwao wanaambiwa maneno kama haya. Yani wanaishi na uoga sasa hivi. Hivyo ndio wanavyoishi wa Palestine. Ndani ya Israeli maisha yao sasa hivi yamekuwa staili kama hiyo. Yani wanaishi na uoga, hawana usalama. Kwa sababu mtu kama unaambiwa bwana, ukitoka nje nitakufanya hivi. Ukifanya hivi nitakufanya hivi. Ukienda hivi nitakufanya hivi. Utakuwa na uhuru, unatoka wapi? Hawana uhuru. Yani wapo tu. Hawaelewi wanaenda wapi, wametoka wapi. Uhuru hawana. Wa Palestine atakayekwambia Palestine ana uhuru ndani ya Palestine hamna. Wote wamekaa na dukuduku. Sasa hivi wanaishi, wamerudi kwenye majumba, lakini wanalia bado. Wanakwambia hatuna uhuru, bado tunafuatiliwa. Na serikali ya Israeli ndivyo inavyotaka. Na Marekani Donald Trump mwenyewe ndiye anaisupport. Yana anampigia makofi, oya umefanya vizuri, oya umefanya vizuri kijana, twende. Yani anampuliza. Anamwambia bwana mimi, yani sijui hata niseme nini, kwa sababu ni vitu ambavyo vipo chini ya pandia. Kama wewe huvijui, huwezi ukavijua tena. Hapo unachekewa kwa juu, unafinywa kwa chini, unachekewa kwa juu, unafinywa kwa chini, unachekewa kwa juu, unafinywa kwa chini. Yani ndio maisha sasa hivi wa Palestina wanavyoishi. Sisi tunaona tu kwenye mitandao, wamerudi, sijui nini. Hatujui wanaishi vipi usiku. Hatujui wamekula nini. Hatujui wameamkaje. Hayo ndio maisha sasa hivi wa Palestina wanaoishi ndani ya Gaza, wanaishi maisha kama hayo. Na tena hawategemei itawatoka lini hii shida.
Sasa ukiwa unaishi maisha kama hayo na hujui hii shida itakuacha lini, sidhani kama kweli maisha yako yatakuwa maisha mazuri kwenye dunia hii. Ndio maisha wanaoishi wa Palestine kwa sasa hivi. Yaani wapo tu kama binadamu wengine, lakini hawajui waende wapi, wafanye nini, wakule nini, wavae nini, hawaelewi. Na lakini mimi na wewe leo tukiongelea kuhusu Palestine, mtu anakuambia bwana shapata uhuru, wanataka nini bwana? Hawana uhuru, bado uhuru hajapewa. Yaani ni sawa na jela iliyofunguliwa tu kwa juu. Yaani wapo ndani ya jela lakini imefunguliwa tu juu ili upate upepo, lakini usitoke nje. Ndio maisha wanaoishi wa Palestine. Sitaki video iwe ndefu sana, nataka niwarekodie video nyingine. See you next video guys. Bye bye.